Bwana Yesu asifiwe. Pastor kukaa kwenye kiti chako cha baraka. Praise team, asanteni kwa kazi njema. Mungu awabariki. Nikukaribishe tena kwenye ibada ya pili. Mwana wa Mungu aliyepata neema ya kufika nyumbani mwa Bwana siku ya leo. Maana maandiko yanasema tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Si kama watakatifu hatutaacha agizo kukusanyika pamoja ili tuweze kumsikia Mungu tuambia nini. Lakini nipende nikukumbushe wewe ambaye ulichelewa kwenye matangazo. Mchungaji kiongozi amesafiri kwa safari ya kihuduma. Alisafiri jana Jumamosi kuelekea pale mkoa wa Morogoro, na atakuwa kule kwa siku ya leo na atarejea Dar es Salaam siku ya kesho. Kwa kuanzia kesho tutakuwa naye Dar es Salaam. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nichukue nafasi hiyo kumshukuru mchungaji kiongozi kunipa nafasi ya kukuhudumia mchana wa leo katika ibada ya pili. Na mimi naamini kwa neema ya Roho Mtakatifu nitasimama katika zamu hiyo, na Roho Mtakatifu aliye mwalimu wetu atatufundisha kwa siku ya leo. Basi bila kupoteza muda tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru tena kutupa nafasi ya kuja nyumbani mwako siku ya leo ili tuweze kukusikia kile ambacho unataka kutuambia kwa siku ya leo. Tumekuja Bwana tukusikilize, maana kwako kuna maneno ya uzima. Roho Mtakatifu tufungue akili zetu ili Bwana tupenda kutufundisha kile ambacho unatufundisha Bwana kikae moyoni mwetu na tukakitendee kazi sawa sawa na lako. Tusiwe wasikiaji wa neno bali tukawe watendaji kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Amen. Basi siku ya leo tunakwenda kujifunza habari za Yesu Kristo, na somo letu nimelipa kichwa kinasema mtu wa kumsikiliza. Kama una karatasi, una notebook na kalamu, tutaandika somo letu ni mtu wa kumsikiliza. Yawezekana tunasikia sauti za watu wengi mbalimbali, lakini je, ni nani hasa wa kumsikiliza? Kwa hiyo tunataka tupite hatua kwa hatua, tujifunze ili tukitoka hapa tuwe na maarifa. Tunaposikia sauti zozote, basi ujue ni sauti ipi ya kuisikiliza, au ni mtu yupi wa kumsikiliza. Sasa katika historia mara baada ya kazi ya Mungu kamilika ya uumbaji, alipoumba mbingu, akaumba na nchi, akaumba na vitu vyote vilivyomo, alimuumba na mwanadamu, alafu akamweka katika bustani ya Eden. Na Mungu alianza kuzungumza na huyo mwanadamu, Adamu, baba yetu wa kwanza. Kwa hiyo Adamu alipata nafasi ya kwanza ya kumsikiliza Mungu. Alafu baada ya Adamu kumsikiliza Mungu, Adamu akawa mjumbe wa Mungu kwa Hawa aliyefuata baada ya Adamu. Kwa tukisoma maandiko, hatuoni hapo mwanzo kwanza Mungu akianza kuzungumza na Eva, lakini Mungu alizungumza na Adamu. Adamu akamsikiliza Mungu, alafu Adamu akazungumza na Hawa. Lakini katika mazingira hayo hayo tunaona pia shetani naye akatafuta kusikilizwa na hawa wanadamu. Sasa yeye shetani hakwenda kwa Adamu moja kwa moja. Alijigeuza katika umbo la nyoka, alafu akaenda kuzungumza na Hawa. Alipozungumza na Hawa, Hawa akamsikiliza shetani. Alafu Hawa akaenda kuzungumza na Adamu. Kwa kimsingi, wakati Hawa anazungumza na Adamu kwa habari ambayo Mungu alikwisha zungumza na Adamu, maana yake ni shetani ndiye alikuwa akizungumza na Adamu kupitia Hawa, kwa sababu alipanda maneno yake kwa Hawa, alafu Hawa naye akaenda kuyapanda maneno hayo kwa Adamu. Na kwa bahati mbaya, katika habari ile ambayo Mungu alikwisha zungumza na Adamu, Adamu akamsikiliza shetani kupitia mke wake Hawa. Kwa hiyo akaacha kile ambacho Mungu alimwambia, akafanya kile ambacho shetani amewaambia. Na tunafahamu mara baada ya hapo nini kilitokea. Kwa sababu Adamu aliacha kumsikiliza Mungu akamsikiliza shetani, Mungu
akapoteza ule uhusiano uliokuwa hapo kati yake na Adamu, na Adamu akafukuzwa katika bustani ya Eden. Maisha yakaanza mengine pasipo kuwepo na uhusiano thabiti na Mungu. Kwa hiyo wanadamu wakaongezeka katika nchi, lakini kwa sababu Mungu bado alikuwa na dhamira ya kumkomboa wanadamu, akaendelea kuzungumza nao tena. Na safari hii sasa Mungu alizungumza na Nuhu ili afikishe ujumbe kwa wanadamu. Wakati huo tunaambiwa maasi yalikuwa yameongezeka sana katika nchi. Kwa hiyo Mungu akazungumza na Nuhu ili aongee na wanadamu wabadilike ili warudi katika mstari. Lakini kwa bahati mbaya tena wanadamu hawakumsikiliza Nuhu. Na tunachoona pale gharika ikaja, dunia nzima ikaharibiwa isipokuwa watu 8. Nao wakaendelea tena, maisha yakaanza. Maisha yakaendelea. Mungu anakuja kujitokeza tena wakati wa Musa kwa wana wa Israeli. Mungu tena akazungumza na hawa wana wa Israeli kupitia nabii wake Musa. Sasa kwa wakati huu Mungu anapozungumza na Musa ili azungumza na Israeli kama taifa, alianza katika namna ya kawaida ya kuzungumza naye, lakini baadaye akapiga hatua nyingine. Akamwambia sasa, hebu yaandike haya ambayo tunazungumza kwa ajili ya vizazi vingine. Kwa kutoka pale Musa akaandika maelekezo alikuwa akipewa na Mungu. Yote alikuwa akiandika kwenye vitabu ama kwenye kumbukumbu. Kwa hiyo kwa wanazuoni wa maandiko wanatuambia Musa aliandika jumla ya vitabu 5. Vitabu hivyo vinaitwa sheria ama Torati. Kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kumbukumbu la Torati. Vitabu 5 vile vya mwanzo wa Biblia ni vitabu viliandikwa na Musa na vikapewa jina la Torati, ambayo sasa Mungu alikuwa akizungumza na taifa la Israeli kupitia Torati ambayo Musa alidocument. Kwa hiyo maisha yakaendelea. Kwa hiyo Mungu akaendelea kuzungumza na watu hawa kupitia vitabu vile 5 vya Torati. Lakini baada ya Musa kumaliza kazi yake, akaja Yoshua alisimama baada ya nafasi ya Musa. Yoshua akaenda. Kwa tunaanza kuona mwanzo wa manabii wengine baada ya Torati. Tukianza na Yoshua akaenda wengine. Sasa katika mpangilio wa Biblia yetu ambao tunayo leo hii, vitabu 5 vya kwanza kama nilivyosema vinaitwa Torati. Baada ya Torati inafuata kitabu cha Yoshua. Kwa kuanzia kitabu cha Yoshua vinakwenda mpaka kitabu cha Malaki, wanaviita ni vitabu vya manabii. Kwa hiyo Agano la Kale kwa ujumla wake likaundwa na vitabu na sehemu 2. Sehemu ya kwanza Torati, sehemu ya pili manabii. Kwa hiyo wakizungumza kwenye mnakoona kunazungumzia kwa habari ya Torati na manabii, wanamaanisha Torati kwa maana vitabu 5 vya Musa, na manabii ni vitabu vingine vya manabii wengine. Kwa mpangilio sasa hivi ni kuanzia kitabu cha Yoshua mpaka kitabu cha Malaki. Kwa wakati Yesu Kristo anakuja, anazaliwa katika mwili katika taifa la Israeli, aliwakuta wana wa Israeli wana Torati na manabii. Lakini kitu cha ajabu, wakiwa ni taifa moja, lakini bado hawakuwa na dini moja. Pamoja na kwamba walikuwa wana Torati wanaoiamini wote, lakini waligawanyika. Kulikuwa kuna madhehebu makubwa mawili. Dhehebu la kwanza lilikuwa ni dhehebu la Mafarisayo na dhehebu la pili lilikuwa ni dhehebu la Masadukayo. Hawa wote ni Wayahudi, lakini kuna maeneo wanatofautiana katika imani. Kuna maeneo wanatofautiana katika itikadi. Kwa hiyo hawakuwa wakiaminiana ama wakiamini yote kwa pamoja, walipishana. Masadukayo waliamini kwenye Torati peke yake, wakati Mafarisayo waliamini kwenye Torati na manabii. Lakini pia Masadukayo hawakuamini kwa habari ya ufufuo. Hawakuamini kama kuna kiyama, wakati Mafarisayo waliamini kuna kiyama na kwamba iko habari ya ufufuo. Unaweza kuona leo hii kuna watu namna hiyo ambao hawaamini kwa habari ya ufufuo, lakini wapo ambao wanaamini kwa habari ya ufufuo
Na hata habari za kadhaa zilizopita hapa kwa habari ya unyakuo, kuna watu walichukua kwa namna kipekee sana, kwa sababu wanaamini unyakuo upo. Sasa katika kipindi hicho hicho tuna Mafarisayo, tuna Masadukayo, watu wanaoamini tofauti. Unaweza kawaona tofauti zao kwa ufupi tu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 23. Matendo ya Mitume sura ya 23 kienda mstari wa 6 mpaka wa 8. Biblia inasema, Paulo alipotambua ya kuwa sehemu moja ni Masadukayo na sehemu ya pili ni Mafarisayo, akapaza sauti yake katika ile baraza, ndugu zangu, mimi ni Farisayo, mwana wa Farisayo. Mimi ninahukumiwa kwa ajili ya tumaini la ufufuo wa wafu. Alipokwisha kunena hayo, palikuwa na mashindano baina ya Mafarisayo na Masadukayo. Mkutano ukafarakana. Kwa maana Masadukayo husema ya kwamba hakuna kiama wala malaika wala roho, bali Mafarisayo hukiri yote. Kwanza kuona hawa wote ni Wayahudi katika dini yao ya Uyahudi. Na kitu cha kushangaza katika lile baraza la dini ya Kiyahudi ambalo lilikuwa ni baraza, ni chombo cha juu sana katika dini. Niseme kwa mfano leo ukizungumzia baraza la maaskofu katika dini ya Katoliki, ni chombo cha juu sana kinachofanya maamuzi kwa jambo lolote linalohusu ustawi wa dhehebu la Katoliki. Kwa baraza la juu kabisa katika dini ya Uyahudi ilikuwa linaitwa Sanhedrin. Ili Sanhedrin lilikuwa lina wajumbe ambao ni Masadukayo na Mafarisayo, wajumbe 70. Lakini sasa hawa Masadukayo ambao hawaamini kwa habari ya ufufuo wa wafu ndio walikuwa na idadi kubwa ya wajumbe katika hilo baraza, na mara nyingi walikuwa wakitoa kuhani mkuu. Kwa ukisikia kuhani mkuu, mara nyingi alikuwa anatoka katika dhehebu la Masadukayo, kwa sababu walikuwa wamejikita zaidi kwenye Torati peke yake bila manabii. Kwa walikuwa wanauelewa mkubwa sana kwa habari ya Torati. Lakini pamoja na kwamba wana chombo kimoja cha kufanya maamuzi kwa habari ya dini ya Kiyahudi, lakini bado wanaitirafiana kwenye baadhi ya mambo ya kuamini. Sasa wakiwa katika mazingira hayo, tuna dini ya Mafarisayo ama dhehebu la Mafarisayo na dhehebu la Masadukayo. Anatokea nabii mwingine tena katika taifa la Israeli anayekuja na kitu kingine kipya tofauti na Mafarisayo, tofauti na Masadukayo. Maana huyu naye anakuja kuanzisha huduma nyingine sasa ambayo inahitilafiana na hawa waliokuwapo. Na mtu huyo ni Yohana Mbatizaji. Tunakumbuka Yohana Mbatizaji alitokea katikati ya Mafarisayo na Masadukayo, naye akaja na habari mpya, habari ya toba na ubatizo ambao Mafarisayo hawakuwa nayo. Katika huduma yake Yohana akaanza kujipatia wanafunzi katika huduma yake mpya. Kisoma kitabu cha Mathayo sura ya 3. Twende kwa haraka Mathayo sura ya 3 kuanzia mstari wa 1. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyoosheni mapito yake. Naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordan, naye akawabatiza katika mto wa Yordan, huku wakiziungama dhambi zao. Hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi zaeni matunda yapasayo toba, wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahim. Kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumwinulia Ibrahim watoto. Inatosha hapo msomaji. Kwa hiyo katika uwepo wa Mafarisayo na Masadukayo anatokea nabii mwingine Yohana
anayehubiri kitu kingine kipi ambacho hakipo katika hawa waliotangulia, na akiwaonya kwamba wanapaswa pia kufanya maungamo ya dhambi zao na kubatizwa. Maanake sasa hapa tuna huduma kama tatu kwa haraka katika taifa la Israeli ambazo ni huduma kubwa. Tuna Mafarisayo, tuna Masadukayo na tuna Yohana Mbatizaji, kila mmoja na wanafunzi wake na wafuasi wake. Lakini kila mmoja nia na lengo ya huduma yake ni kuwaleta watu kwa Mungu. Na ndivyo tunavyo mpaka leo hii. Ukiangalia tuna madhehebu mengi, tuna dini nyingi. Kila dini inajitambulisha kwamba inafanya huduma ya kuwaleta watu kwa Mungu. Kwa sasa wana wa Israeli wamemwona Yohana Mbatizaji, wamemsikiliza na wanaanza kumfuata wengine. Katika hilo hilo wingu anatokea nabii mwingine ambaye naye anakuja kwa lengo la kutaka kuanzisha huduma nyingine. Kimsoma katika Mathayo 3. Twende Mathayo 3 anzia mstari wa 13 twende hadi 17. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubalia. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa wafuasi wanazidi kupata mchanganyiko. Tuna Mafarisayo, tuna Masadukayo, amekuja Yohana, sasa amekuja Yesu Kristo. Na kila mmoja ni kama na huduma yake. Na alitengeneza kabisa huduma kawa na wanafunzi na wafuasi. Kwa kila mmoja akiendelea kufanya kazi kwa staili yake, kwa nafasi yake, ili tu kuweza kuzivuna roho zielekee kwa Mungu. Sasa katika hayo mazingira, wafuasi ama wanafunzi wa kila huduma walikuwa wakichunguzana bila shaka. Kwa kwanza kuona tofauti ya hawa. Ndio naona mbona wanafunzi hawa wanafanya hiki, wanafunzi hawa wafanya hiki. Kwa miongoni mwao wakaanza kuzipima huduma kila mmoja wakilinganisha na za kwao. Tuanze na Mathayo 9. Tuone walifanya nini hapa. Mathayo 9:14. Wakati ule wanafunzi wake Yohana wakamwendea wakasema, kwa nini sisi na Mafarisayo twafunga, bali wanafunzi wako hawafungi? Sasa hawa wanafunzi wa Yohana walimwendea Yesu. Manake walijitathmini wao, wakaona wao wanafunga, Mafarisayo nao wanafunga. Ukisoma kwenye Torati, Mafarisayo walikuwa wanafunga mara 2 kwa wiki. Ndio ilikuwa desturi yao, kila wiki lazima wafunge siku 2. Ilikuwa ni utamaduni wao. Yohana ni wanafunzi wake anawafundisha kufunga, lakini Yesu wanafunzi wake hawafundishi kufunga. Kwa hiyo wanafunzi wa Yohana sasa wanakwenda kumuuliza Yesu kwa habari hiyo, kwa nini tunapishana kwenye ile eneo? Tuendelee msomaji. Yesu akawaambia, walioalikwa harusini wawezaje kuomboleza muda bwana harusi akiwapo pamoja nao? Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi, ndipo watakapofunga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Twende na Yohana 3. Kitabu cha Yohana sura ya 3. Anzia mstari wa 25. Maana Yohana alikuwa hajatiwa gerezani, basi palitokea mashindano ya wanafunzi wa Yohana na Myahudi mmoja juu ya utakaso. Kwa hiyo bado mashindano yanaendelea kutokea. Maana ziko huduma zaidi ya moja. Kila huduma ina wafuasi. Sasa nani yuko sahihi katika hizi huduma? Kwa hiyo wanafunzi bado wanaendelea kushindana. Tuendelee. Wakamwendea Yohana wakamwambia, Rabi, yeye aliyekuwa pamoja nawe ng'ambo ya Yordan, yeye uliyemshuhudia, tazama, huyo anabatiza na watu wote wanamwendea. Yohana akajibu akasema, hawezi mtu kupokea neno lolote isipokuwa amepewa kutoka mbinguni. Ninyi mwenyewe mwanishuhudia ya kwamba nalisema, mimi siye Kristo,
bali nimetumwa mbele yake. Aliye naye bibi harusi ndiye bwana harusi, lakini rafiki yake bwana harusi, yeye anayesimama na kumsikia, aifurahia sana sauti yake bwana harusi. Basi hii furaha yangu imetimia. Yeye hana budi kuzidi, bali mimi kupungua. Endelea. Yeye ajaye kutoka juu, huyo yu juu ya yote. Yeye aliye wa dunia, asili yake ni ya dunia, naye anena mambo ya duniani. Yeye ajaye kutoka mbinguni, yu juu ya yote. Yale aliyoyaona na kuyasikia ndiyo anayoyashuhudia, wala hakuna anayeukubali ushuhuda wake. Yeye aliyeukubali ushuhuda wake ametia muhuri ya kwamba Mungu ni kweli. Kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu, kwa sababu hamtoi Roho kwa kipimo. Baba ampenda Mwana, naye ampa vyote mkononi mwake. Amwaminie Mwana yuna uzima wa milele. Asiyemwamini Mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Sasa hapa wanafunzi wa Yesu, wanafunzi wa Yohana Mbatizaji waliona pia Yesu akifundisha na kubatiza. Sasa wakaanza kupata mkanganyiko, anabatiza kama Yohana, wanaenda kutafuta majibu kwa mwalimu wao Yohana. Tumemwona Yesu ni anabatiza kule, vipi huduma yake? Ni salama? Sasa Yohana akawashuhudia kama tulivyosoma hapa kwamba Yesu ndiye Kristo, ametoka kwa Mungu, maana yake wanapaswa kumwamini. Kwa hiyo mwanafunzi akisikia mwalimu anasema hizi, maana yake mwanafunzi atamwamini mwalimu wake. Lakini kitu cha kustaajabisha kidogo hapa, Yohana anaonesha kumwamini Yesu, hana mashaka naye. Ndio maana tumesoma mpaka 36 ili uone hakuwa na shaka katika kumshuhudia Yesu ni nani kwa wanafunzi wake. Lakini kuna mambo baadaye aliendelea kuyatazama kuhusu Yesu kama mwanadamu, akapata mashaka. Yaani Yohana ambaye ametoka kumshuhudia Yesu Kristo ni nani, ilifika mazingira fulani akapata mashaka kwa habari ya Yesu Kristo. Hebu tuangalie katika Luka sura ya 7. Luka sura ya 7 kuanzia mstari wa 13 hadi 19. Inasema, Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia, usilie. Akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, nakuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Sasa kabla hujaendelea hapa, aliyefanya muujiza ni Yesu Kristo, aliyemfufua mtu aliyekuwa amekufa. Kwa hiyo muujiza huu ukawashangaza watu wengi, ukaleta hofu katika Uyahudi. Kwa nataka nikupe picha tufahamu aliyefanya muujiza huu alikuwa ni Yesu Kristo. Sasa tuendelee msomaji. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu akisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Wanafunzi wa Yohana wakamletea habari za mambo hayo yote. Ndipo Yohana alipowaita wawili katika wanafunzi wake, akawatuma kwa Yesu akiuliza, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mwingine? Sasa ishia hapo. Manake kulingana na hofu iliyokuwa imetanda katika mji kwa sababu ya miujiza ya Yesu Kristo, inamletea mashaka Yohana, ambaye tumeona huko nyuma ametoka kumshuhudia kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Lakini hapa anaingia mashaka na anawatuma wanafunzi wake kwenda kumuuliza Yesu kwa habari ya uthibitisho kwamba ndiye Kristo ama siye Kristo. Sasa katika mazingira haya, kama nilivyosema, siku zote mwanafunzi anamfuata na kumwamini mwalimu wake. Sasa hawa wanafunzi wanapomwona Yohana anaanza kuwa na mashaka tena na Yesu, manake wao waweje sasa? Itakuwa ni zaidi. Kama mwalimu wetu anamtilia mashaka huyu, manake kuna vitu ameviona sivyo vya kawaida. Kwa hiyo mazingira hayo yanaweza yakawa katika mazingira tulionao sisi nyakati hizi. Tunazo dini nyingi, tuna madhehebu wengi, tuna wachungaji kadha wa kadha. Yawezekana kuna baadhi ya wachungaji hawaamini wachungaji wengine. Yawezekana baadhi ya huduma haziamini huduma nyingine.
na wafuasi wengi ama wanafunzi wengi watamsikiliza kiongozi wao anasema nini kwa habari ya huduma fulani. Kama atawaambia huduma fulani haina mwelekeo mzuri, ni rahisi kumwamini yule kiongozi wao na wakakubaliana naye. Na hapa tunaona Yohana kama mwanadamu naye anaingia katika huo mtego wa kutomwamini Yesu vizuri. Hali anatafuta uthibitisho kwamba ndiye Kristo ama siye. Hapa tunajifunza mwanadamu anaweza leo akasema hivi na kesho akabadilika. Leo akasema fulani yuko sawa, kesho akasema fulani hayuko sawa. Ni hulka ya mwanadamu. Mtu pekee ambaye hawezi kubadilika, akizungumza amezungumza, ni Mungu mwenyewe. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Yakobo sasa, sura ya 1 mstari wa 17, Yakobo 1:17. Biblia inasema, kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Kwa hiyo Mungu anapozungumza jambo huwa hakuna kugeuka. Akisema hii ni nyeupe, manake tabaki kuwa nyeupe. Lakini mwanadamu anaweza kukwambia leo hivi, kesho ikawa vile. Sasa katika huu mkanganyiko uliokuwa ukiendelea katika Israeli, kuna Mafarisayo, kuna Masadukayo, kuna Yohana, na sasa yupo Yesu Kristo. Watu wamwamini yupi? Wanafunzi wanaanza kupata mashaka. Ilibidi Mungu aingilie kati ili kuondoa hii sintofahamu. Na Mungu akaweka msingi nani asikilizwe katika wote waliopo. Twende kitabu cha Mathayo sura ya 17. Mathayo 17. Tutaanzia mstari wa 1 twende mpaka wa 8. Na baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Eliya wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, si vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifulifuli, wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Kwa msisitizo soma mstari wa 5. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa ipo siri ya kuifahamu. Wakati Yesu anabatizwa na Yohana Mbatizaji, tumesoma maandiko yanasema baada ya kubatizwa Roho Mtakatifu katika umbo la njiwa alimshukia Yesu. Alafu sauti ikasikia kutoka mbinguni, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Ikaishia hapo. Huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Ikaishia hapo. Haikusema msikilizeni. Kwa ilipotokea mikanganyiko mingine yote hiyo, kwa hao Mafarisayo, Masadukayo na baadaye Yohana, hapa tena sauti nasikia kutoka mbinguni ikisema neno yale yale, lakini sasa hivi yameongezewa kitu kingine. Anasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na anaposema msikieni yeye, kuna kitu kinaonekana pale. Anaonekana Musa, anaonekana na Eliya. Tumeona katika utangulizi wetu kwamba Musa ndiye aliandika Torati. Kwa tunapomwona Musa anawakilisha Torati.
Na katika hawa wanafunzi, katika hizi huduma, ipo huduma Masadukayo ambao wanaamini Torati, hawaamini kitu kingine. Lakini mbali na Musa anaonekana Elia kama nabii. Na tumesema ukiachilia Torati, Agano la Kale limeundwa na manabii. Kuanzia Yoshua mpaka Malaki ni vitabu vya manabii. Lakini ukisoma na kuambia hata Yohana ni nabii, na wanasema Torati na manabii vilikuwepo mpaka wakati wa Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo Yohana naye anajumuishwa katika kundi la manabii. Japo naamini kama ni mwanafunzi bila utafahamu kwamba hata maandiko yanasema Yohana ni roho ya Elia iliyorudi tena. Kwa hiyo uwepo wa Elia unawakilisha manabii wote. Kwa hiyo sasa Mungu anamweka Musa kwa maana ya Torati, anamweka Elia kwa maana ya manabii wote, alafu anamweka na Yesu Kristo. Alafu anaongea na wanafunzi akiwaambia, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikieni yeye. Maana katika Torati, katika manabii, katika huyu Yesu Kristo, kama kuna jambo ambalo linaleta mkanganyiko, basi wa kumsikiliza ni nani? Ni Yesu Kristo. Yesu Kristo amekuja si kwa maana ya kufuta Torati na manabii. Na haina maana kwamba Torati haifanyi kazi wala manabii haifanyi kazi. Lakini Yesu Kristo amekuja ili kuweka sawa ile mambo ambayo yatakuwa yanashindanishwa. Ambapo kuna watu wanazungumza hivi, Yesu alikuwa anakuja kuyaweka mambo hayo sawa. Na neno la Mungu linasema kwa mashahidi 2 au 3 neno na lithibitike. Ndio maana neno hili sasa Mungu analizungumza mbele ya mashahidi 3, mbele ya Yohana, mbele ya Yakobo na mbele ya Petro. Ni mashahidi 3. Maana ili neno la Mungu lipate kuthibitika ya kwamba kati ya Torati ambayo iko chini ya mkono wa Musa, kati ya Elia ambao chini ya manabii wote, na Yesu Kristo, mtu wa kumsikiliza ambaye Mungu ameelekeza ni Yesu Kristo. Sasa hii ina maana gani? Katika nchi zinaweza kuwa zipo sheria nyingi. Kuna sheria, kuna taratibu, kuna kanuni, lakini pia pamoja na katiba inajumuishwa katika hizo sheria. Kwa katika uwanja wa mahakama, sheria sio katiba peke yake. Kunakuwa na sheria nyingine nyingi tu kwa pamoja. Sasa ikitokea kuna jambo lolote sheria inasema hivi, alafu jambo hilo katiba inaliunga mkono, jambo hilo ni halali kufanyika. Halina ubishi. Lakini ikitokea kuna jambo sheria inasema jambo hili lifanyike hivi, lakini katiba inazungumza tofauti na hivyo, maana yake hiyo sheria ni batili. Katiba inabaki kuwa sheria mama katika nchi. Hata kama kuna sheria ilipitishwa rasmi na bunge, lakini sheria hiyo inakinzana na katiba, katika uwanja wa mahakamani sheria hiyo ni batili, maadamu katiba imekataza. Kwa katika Ukristo wetu sasa tuna vitabu vingi. Biblia ni moja ya vitabu vya Ukristo. Kuna wengine wameandika vitabu kadha wa kadha, lakini vyote hivi vinabaki kuwa kama sheria ndani ya Ukristo. Lakini katiba ambayo tunaweza kusema ndio katiba ya Ukristo sio Biblia. Kwa Biblia ni muunganiko wa vitabu vingi. Tumeona tuna Torati, tuna manabii na tuna Agano Jipya. Kwa hiyo katiba hasa ya Ukristo ambayo Mungu ameizungumza hapa ni Yesu Kristo mwenyewe. Yesu Kristo ndio katiba yetu. Ikiwa Torati nasema jambo ambalo Yesu amelikataa, jambo hilo ni batili katika Ukristo. Ikiwa kuna manabii wanazungumza jambo fulani ambalo Yesu amelizungumza tofauti nao, jambo hilo kwa wao manabii kwetu ni batili. Mtu wa kumsikiliza katika Ukristo ni Yesu Kristo peke yake. Kama kuna mambo mengine yanazungumzwa yanaendana na mafundisho ya Yesu, mambo hayo ni halali. Ila kama atakwenda nje na misingi ya Yesu Kristo, tunasema mambo hayo katika Ukristo ni batili. Na Yesu katika mafundisho yake kuna mambo ambayo aliyabariki kwenye Torati yabaki kama yalivyo. Na kuna mengine aliyabadilisha kabisa.
Kwa uchache tutaangalia ambao alitaka yabaki kama yalivyo. Tukienda kwa haraka kwenye Mathayo 7:12. Mathayo sura ya 7 mstari wa 12. Inasema, basi yoyote myatakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni hivyo hivyo, maana hiyo ndiyo Torati na manabii. Kwa Torati na manabii iliweka msingi kwamba unachotaka kutendewa mtendee ndugu yako. Yesu naye katika hili anakazia ibaki kama ilivyo. Kwa jambo hili kwetu ni halali. Maana mtendee mwenzako vile ambavyo unataka na wewe akutendee, hakulibadilisha. Twende kwenye Luka 4:8. Luka sura ya 4 mstari wa 8. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Sasa hapa alikuwa akizungumza na mmoja wa watu ambao alikuja na Ibilisi kwamba kumwabudu ni Mungu peke yake. Na Torati pia ilizungumza kwa habari ya nani wa kuabudiwa. Torati kazungumza tumwabudu Mungu peke yake, na Yesu anakazia jambo hili kwamba libaki kama lilivyo. Twende kwa haraka kwenye Luka 10:25 hadi 28. Luka 10:25 hadi 28. Na tazama, mwanasheria mmoja alisimama amjaribu akisema, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Akamwambia, umejibu vyema, fanya hivi nawe uishi. Kwa hapa Yesu pia hapingani na Torati katika hiyo habari ya kumpenda Mungu kwa moyo wote kama alivyozungumza hapa. Kwa kama nilivyosema, sheria yoyote katika Ukristo ambayo haipingani na Yesu Kristo kwetu ni halali, tutaifuata. Haijalishi Torati imeizungumza ama nabii ameizungumza. Maadamu Yesu ndiye alisema ifanyike, itafanyika. Lakini kuna mambo ambayo Torati iliyazungumza au manabii, lakini Yesu akaja akaweka mtazamo mwingine. Maana mambo hayo sasa hatuwezi kuyafuata kama Torati ilivyokuwa inatuelekeza. Tutayafuata kama Yesu anavyosema. Maana maandiko yanasema huyu ndiye wa kumsikiliza. Kwa mfano tuangalie kitabu cha Yohana sura ya 8. Anzia mstari wa 2 hadi wa 11. Yohana sura ya 8 mstari wa 2 hadi wa 11. Hata asubuhi kulipokucha akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akiwafundisha. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati. Wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake wa namna hii, nawe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinamia akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamira zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianza tangu mzee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke. Akamwambia, Mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enenda zako wala usitende dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe. Torati iliweka hukumu, yaani mtu akifanya dhambi anahukumiwa na wanadamu. Lakini Yesu amekuja kubadilisha huo taratibu. Sasa jiulize, ni wangapi na wahukumu? Na kama unamhukumu mtu, maana bado anaishi katika Torati. Yesu amekuja kuweka mtazamo mwingine kwa habari ya kuhukumiana. Anawaambia kama hauna dhambi basi wewe wa kwanza kumpiga huyo kwa jiwe. Lakini pia anamwambia mwanamke, nenda zako wala mimi sikuhukumu. Kwa hiyo ni msingi ambao anatuwekea. Swala la kuhukumu sio la mwanadamu. Ni jambo la Mungu mwenyewe anahukumu.
Kama unaishi katika maisha ya kumhukumu mwenzako, basi fahamu bado unaishi katika Torati. Na neno la Mungu linasema Yesu Kristo ndiye mwana mpendwa tunayepaswa kumsikiliza. Twende kwenye Mathayo sura ya 5. Mathayo sura ya 5, 38 hadi 39. Mathayo 5, 38 na 39. Mmesikia kwamba imenenwa, jicho kwa jicho na jino kwa jino. Lakini mimi nawaambia, msishindane na mtu mwovu. Lakini mtu akikupiga shavu la kuume, mgeuzie na la pili. Sasa kwenye Torati iliandika jino kwa jino. Maanake mtu akikufanyia jambo baya, na unapaswa umlipe kwa ile aliyokufanyia. Hiyo ndio Torati. Lakini Yesu anasema hapana, sasa msiishi katika hiyo, mimi naibadilisha. Sasa mtu akikupiga kushoto, mgeuzie na kulia. Maanake usilipe baya kwa baya. Sasa jiulize, unaishi katika Torati ama unaishi katika Yesu Kristo? Sogea mbele pale, nenda mstari wa 43 mpaka 44. Mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Inatosha tu hapo. Torati ilikuwa inasema mpende jirani yako, lakini adui yako mchukie. Hiyo ndio Torati. Yesu anakuja kubadilisha hiyo Torati. Anasema mimi nawaambia, mpendeni jirani yako na adui yako pia umpende, na anayekuudhi anasema umuombee. Hiyo ndio injili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo katika maisha yoyote unayoishi, anza kujitafakari tu. Unaishi katika Torati, unaishi katika Yesu Kristo. Kama kuna sheria ambayo Torati imeisema, Yesu Kristo ameibatilisha, lazima uifuate sheria ya Yesu Kristo. Lakini kuna eneo lingine, yako maeneo mengi ambayo watu ni mjadala mpaka leo hii. Kwa mfano eneo la zaka. Eneo la zaka lina mjadala kwa baadhi ya watu, wanasema zaka ni wakati wa Torati. Torati iliamuru watu watoe zaka, lakini sasa hivi katika Agano Jipya hatupaswi kutoa zaka kwa sababu hatuoni sehemu ambapo tutoe zaka. Lakini kuna wengine wanasema zaka ipo mpaka wakati wa Agano Jipya. Watu wanataka kutoa zaka. Na wapo watumishi wa Mungu ambao wapo ambao wana mitazamo tofauti. Wote hawana mtazamo mmoja kwa habari ya zaka. Kuna watumishi wa Mungu fulani wanaamini hivi na wengine wanaamini hivi. Lakini jambo lolote kama nilivyosema, katika Ukristo hatuliamui kwa sababu fulani amesema. Tunaliamua kwa sababu Yesu amesemaje katika hilo jambo. Ndio tutakalolifuata. Ndio maana Mungu aliweka Torati, akaweka na manabii na Yesu, na akasema tumsikilize Yesu. Sasa Yesu alizungumzaje kwa habari ya zaka? Lakini kabla kumjua Yesu alisema nini, zaka hasa ilianzia wapi? Ni kweli ilianza kwenye Torati? Watu nafahamu Torati imeanza wakati wa Musa. Ndio Torati imeanza. Lakini je, zaka ilianzia kama Torati wanavyosema wakati wa Torati ni wakati wa Agano la Kale? Tusome kitabu cha Mwanzo sura ya 14. Mwanzo sura ya 14. Twende 17 mpaka 20. Abraham aliporudi kutoka kumpiga Kedorlaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abraham akampa fungu la 10 la vitu vyote. Sasa kumbe zaka chimbuko lake sio kwenye Torati. Zaka chimbuko lake ni kwa Abrahamu. Abrahamu aliishi kabla ya Torati. Kama tunafahamu hivyo. Abrahamu aliishi kabla ya Torati.
na zaka chimbuko lake ni wakati huu kabla ya Torati, kama ilivyokuwa ndoa. Najua ndoa haikuanza kwenye Torati, japo Torati iliweka sheria za ndoa, lakini ndoa asili yake ni Mungu mwenyewe. Ndio maana kuna wakati ilitokea mashindano kwa habari ya ndoa, Yesu akasema Musa aliwapa hiki na hicho kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Sasa na hapa kwa habari ya zaka tumeona kumbe zaka haikuanzia wakati wa Torati, ilianza kabla ya Torati. Na Abrahamu alitoa zaka kampa nani? Huyu mtu anaitwa Melkizedeki. Sasa nataka tu nikufumbue macho, huyu Melkizedeki ni nani? Naenda Waebrania sura ya 7. Waebrania sura ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 4. Waebrania sura ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 4. Kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibrahim alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki, ambaye Ibrahim alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki, tena mfalme wa Salemu, maana yake mfalme wa amani. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake, wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu, huyo adumu kuhani milele. Sasa hebu mwangalia huyu kuhani Melkizedeki ambaye Ibrahimu alimpa zaka. Unaweza kusema ni mwanadamu wa kawaida. Wanasema hana baba, hana mama, hana mwanzo wa siku zake, wala hana mwisho wa siku zake. Na ukienda kwenye Ufunuo wa Yohana, Yesu Kristo anaonyesha kwamba hana mwanzo wala hana mwisho. Lakini huyu Melkizedeki maandiko yanasema ni mfalme wa Salemu, maana yake mfalme wa amani, lakini pia ni kuhani. Na Yesu Kristo maandiko yanasema yeye ni kuhani na ni nani? Ni mfalme pia. Ukisoma kwa habari ya Melkizedeki anapokuja kupokea zaka ya Ibrahimu, alikuja na mkate na nini? Na divai. Na Yesu Kristo anakuja katika picha hiyo ya mkate na divai, akifanya mwili wake, akisema mwili wake ni mkate na damu yake ni divai. Kwanza kuona kivuli cha Melkizedeki aliyepokea zaka kwenye Agano Jipya ni nani? Hapa anasema anafananishwa na mwana wa Mungu aliye hai. Huyu mwandishi wa kitabu cha Ibrania. Sasa huyu ndiye Ibrahimu alimpa zaka. Nimetaka nikupe hii picha uweze kuona umuhimu wa zaka aliyotoa Ibrahimu, na kwamba zaka haikuanzia kwenye Torati. Torati ilikuja tu kuweka utaratibu kama misingi, kama sheria, kama ilivyokuwa ndoa. Ndoa haikuanza kwenye Torati. Lakini sasa Yesu mwenyewe anasemaje kwa habari ya zaka? Maana tumeona kwamba mtu kumsikiliza ni nani? Ni Yesu Kristo. Tuende kwenye kitabu cha Luka sura ya 11. Luka sura ya 11 mstari wa 42. Lakini ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwatoa zaka za mnanaa na mchicha na kila mboga, na huku mwaacha mambo ya adili na upendo wa Mungu. Iliwapasa kuyafanya hayo ya kwanza, bila kuyaacha hayo ya pili. Hapa Yesu anaongea na Mafarisayo na waandishi, anawaambia ole. Hao Mafarisayo walikuwa ni watu ambao wanaifuata Torati, hawataki wapitwe na kitu kwenye Torati. Kwa hiyo kwenye kutoa zaka walikuwa wako makini mno. Wanatoa zaka mpaka ya mchicha. Yaani mtu akivuna mchicha anahesabu 1/10 ya mchicha aliyovuna anaenda kutoa zaka. Sasa Yesu anawaambia mnachokifanya hivyo, mnatoa zaka mpaka ya mchicha, lakini mmeacha mambo ya adili na upendo wa Mungu. Sasa anakuja kuwapa solution. Anasema iliwapasa kuyafanya hayo ya kwanza. Ya kwanza ni yapi? Kutoa zaka. Bila kuyaacha hayo ya pili. Maana Yesu hakutengua habari ya kutoa zaka, ila alisisitiza kutoa zaka bila kuacha matendo mema. Na huyu ndiye mtu akumsikiliza. Lakini Mathayo akamfunza kwa mtazamo mwingine. Twende kwenye Mathayo 23:23. Kwa habari hiyo, maana maandiko yanasema kwa mashahidi wawili au watatu neno alithibitike. Mathayo 23:23. Ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiache. Bwana akasema vile vile kwamba haya mambo ya adili
Mambo ya rehema na imani hampaswi kuyaacha, muyafanye, lakini na kutoa zaka msiache. Sasa jiulize, ni wangapi wameacha kutoa zaka kwa sababu ya kuwasikiliza manabii wengine na kuacha kumsikiliza Yesu? Wapo wengi eneo hili wameacha kumsikiliza Yesu. Na Mungu akiwa na mashahidi watatu, Petro, Yohana na Yakobo, anasema huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Kwa kama kuna mtu atakuja atakwambia habari ya zaka sio ya Agano Jipya, mwambie Yesu mwenyewe alisema tuendelee kutoa zaka. Lakini tumalizie na Marko 7:14 mpaka 23. Kitabu cha Marko sura ya 7. Marko 7:14 mpaka 23. Akawaita makutano tena akawaambia, nisikieni nyote na kufahamu. Hakuna kitu kilicho nje ya mtu ambacho kikimwingia chaweza kumtia unajisi, bali vile vimtokavyo ndivyo vimtiavyo unajisi yule mtu. Mtu akiwa na masikio ya kusikia na asikie. Hata alipoingia nyumbani ameuacha mkutano, wanafunzi wake wakamuuliza habari za ule mfano. Akawaambia, hivi ninyi hamna akili? Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu kikimwingia hakiwezi kumtia unajisi, kwa sababu hakimwingii moyoni ila tumboni tu, kisha chatoka kwenda chooni? Kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote. Hapa tuishie hapo. Sasa hili ni kwa baadhi ya vyakula. Torati ilikuwa imeweka vizuizi kwa baadhi ya vyakula kuliwa. Mfano, Torati ilikuwa hairuhusu kambale kuliwa, hairuhusu bata, hairuhusu nguruwe. Lakini anasema Yesu akaja na sheria nyingine. Akasema kimwingiacho mtu si najisi bali kimtokacho. Maana anasema kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote. Kwa hiyo lengo la kujifunza ni nani na kumsikiliza katika maisha yetu ya Kristo. Unaweza kuwa una sauti nyingi za kuzisikiliza, lakini hizo sauti unazozisikiliza zinachokuambia zinaendana na maneno ya Yesu ama zinapingana na maneno ya Yesu? Kama zinaendana na maneno ya Yesu, no problem, utazifuata kwa sababu bado unamfuata Yesu Kristo. Lakini kama zinapingana na neno la Yesu Kristo, sauti hizo ni batili kuzifuata. Mtu pekee wa kumfuata, wa kumsikiliza, tumeambiwa ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa kumalizia, wiki 2-3 ama niseme siku kadhaa hapa nyuma kumekuwa na habari za unyakuo na zimetetemesha sehemu nyingi kwa wanaofuatilia vitu. Lakini sisi wote tunaishi kwa lengo la siku moja tumeanza safari yetu twende mbinguni. Ndio kila moja tumaini lake liko hivyo. Sasa tunaingiaje mbinguni? Kama tulivyosoma, mtu wa kumsikiliza ni Yesu Kristo, lazima tuangalie Yesu anasemaje kwa habari ya kuingia mbinguni. Ukishajua Yesu anasemaje kwa habari ya kuingia mbinguni, alafu ukayafuata maneno hayo, huwezi kuishi kwa mashaka, kwa sababu ni maisha yako. Unajua ipo siku nikimaliza safari yangu, iwe ni kesho kutwa, mwakani, whatever, nitakwenda mbinguni. Lakini usiishi kwa vigezo ya watu wengine ambao wanazungumza nje ya vigezo vya Yesu Kristo. Sasa leo nataka tupitie vigezo ambavyo Yesu anasema vigezo hivi ndivyo vya mtu kuingia mbinguni. Alitoa kodi ya kuingia mbinguni. Tuanze kwanza kabla kuangalia vigezo vyenyewe kwenye Mathayo 7. Kitabu cha Mathayo sura ya 7. Kuanzia mstari wa 21 mpaka 27. Biblia inasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa Yesu anasema si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Akaendelea mbele akasema, wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Kwa hiyo kumbe kuna manabii ambao wanafanya unabii kwa jina la Yesu Kristo halisia kabisa, lakini siku ya mwisho hawataingia mbinguni. Kuna watu wanafanya miujiza mikubwa, inawezekana hata kufua wafu, na wanafanya miujiza hiyo si kwa kutumia uganga ama kutumia miungu mingine, wanatumia jina la Yesu Kristo, lakini siku ile hawataingia mbinguni. Hapa nazungumza ni Yesu mwenyewe. Anasema wanafanya unabii kwa jina langu lakini hawataingia. Wanaponya, wanafanya miujiza mikubwa kwa jina langu lakini hawataingia. Maana kumbe kuingia mbinguni usione tu mtu kwa sababu anafanya miujiza, anatabiri nabii mkubwa ukasema huyu atakwenda mbinguni.
Na maandiko yanasema vizuri hapa kwamba ndipo nitawaambia dhahiri sikuwajua ninyi. Hasemi nitawaambia ni siwajui. Angesema siwajui maana yake hapo ndipo hawajui. Lakini anasema sikuwajua maana yake tangu wakati huo mnayafanya hayo yote kwa jina langu mimi sifanya nini? Sikuwajua. Akaendelea akasema basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Kwa hiyo kufanya miujiza mingi wakati haulishiki neno la Yesu Kristo ni kazi bure. Miujiza itafanyika lakini kwa sababu haulishiki neno la Yesu Kristo katika maeneo ambayo atakuwa ameelekeza kama utakavyoona kodi ya kuingia mbinguni, utakuwa unapoteza muda wako. Ni kweli watu watapona, watu watapokea, unabii wako utakuwa dhahiri kwa watu, lakini mwisho wa siku hautaingia mbinguni kwa sababu hukuyashika maneno yake ama hukutembea sawa sawa na maneno yake. Kwa hiyo anayetembea neno la Kristo, huyo ndio mwenye akili aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba. Sasa twende tuangalie kodi za Yesu Kristo kuingia mbinguni. Zinapatikana kwenye sura ya Mathayo 25. Ukisoma sura ya Mathayo, sura yote ya 25, tutasoma tu kwa hatua, tutaanza kuona kodi kama 3 amezitoa hapo. Tuanze sura ya mstari wa kwanza. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Halafu akaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amin nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni kwa sababu hamwijui siku wala saa. Tuishie kwanza kwenye kodi ya kwanza. Huu ni mfano ambao anatoa Yesu kwa habari ya watu kuingia mbinguni. Anasema wanawali 10. 5 wenye akili, 5 wapumbavu. Tujifanye katika huu mfano wa kwanza. Wanawali ni kama kanisa. Sisi tuliopo hapa kanisani kwa mfano ni wanawali 10. Katika sisi wanawali 10, maana yake 5 wana akili na 5 ni wapumbavu. Sasa picha kama manake Yesu anapozungumza akitazama kanisa anaona 50% ya kanisa. Maana yake 5 ni 50% ya 10. Maana yake nusu ya kanisa katika mambo ya Mungu ina akili. Lakini nusu ya kanisa katika mambo ya Mungu wamekosa akili. Sasa hawa wote ni waumini, ndio maana wanawali wanamsubiria bwana harusi. Lakini tofauti yao ni moja. Kwanza wote wana taa. Sasa kusema maandiko vizuri taa ni kitu gani? Maandiko yanasema neno lako ni taa ya miguu yangu. Maana neno la Mungu ni taa kwetu sisi. Kwa sababu tupo katika kanisa, tunaposikiliza neno, tunapolijaza neno la Mungu ndani mwetu, inakuwa ni taa ya kutuongoza. Kwa katika kanisa, katika hawa wanawali wote walikuwa na neno la Mungu ndani mwao. Kama leo hii tulivyo katika kanisa. Tunafundishana kila Jumapili kwa wanaokuja, tunafundishana kila Jumanne kwa wanaokuja na kadhalika. Tuna taa wote. Tofauti inakuja kwenye mafuta. Sasa ukisoma maandiko mafuta ni alama ya nini? Utafahamu kama mafuta ni alama ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alama yake ni mafuta. Ukisoma maandiko kuna mafuta, kuna maji, kuna upepo, kuna moto. Hizo zote ni alama za Roho Mtakatifu. Ukisoma maandiko. Kwa hiyo kuwa na neno la Mungu ndani mwako, halafu usiwe na Roho Mtakatifu ni kuwa na taa isiyo na mafuta. Kwa haijalishi una neno kiasi gani moyoni mwako. Unaweza kuwa unajua maandiko mwanzo mpaka Ufunuo. Lakini kama hauna neno la Mungu, kwa Mungu wewe ni mwanamwali uliye mpumbavu. Kama Roho Mtakatifu hayuko ndani mwako. Na Mungu anasema Roho Mtakatifu ndiye anayetuongoza. Mungu anasema wote wanaoongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo kama una neno lakini hauongozi kwa Roho Mtakatifu, hauna maana mbele ya ufalme wa Mungu. Unahesabika kama ni mwanamwali mpumbavu. Kwa haina maana tuwe na neno la Mungu jingi, alafu tusikubali kuwa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Kwa njia ya kwanza ya kuingia mbinguni, Yesu anasema si tu kuwa na neno, lakini kuwa na mafuta, kuwa na Roho Mtakatifu. Ili Roho Mtakatifu huyo akuongoze. Ndio kwa sababu Roho Mtakatifu anajua kila kitu. Hata mafumbo ya Mungu anayajua. Maana sasa huyu atakuanza kwa habari ya nyakati. Atakuanza kwa habari ya kumsikiliza Mungu na kufanya mapenzi ya Mungu. Kama hauna Roho Mtakatifu hauwezi kufanya mapenzi ya Mungu. Ndio maana tunasema ayafanyie mapenzi yangu, huyu anakwenda mbinguni. Na hauwezi kufanya mapenzi ya Mungu kama hauna Roho Mtakatifu. Lazima umkubali Roho Mtakatifu akuongoze ili matendo ya mwili yafe, alafu tunda la Roho libubujike ndani mwako. Utakuta na kuongoza kwa habari ya kuomba, atakuongoza kwa habari ya kuwa mtakatifu na kadhalika. Mpaka utakapomruhusu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kodi ya kwanza sio kujua maandiko mengi. Wewe unayajua, wewe huyajui, una Roho Mtakatifu ndani mwako ili akuongoze. Maana pasipo huyu unahesabika kama mwanamwali mmoja wapo katika hao wapumbavu.
Tuangalie mbele msomaji. Mstari wa 14. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Hapa anaendelea kutoa maana ya ufalme wa Mungu mwingine. Namna gani ya kuingia? Ameanza kwa habari ya wanawake na kwenda kwa kodi nyingine ni ipi? Twende. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1. Kila mtu kwa kadri ya uwezo wake akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda, akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukia chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa wale watumwa, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5 akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5. Tazama, talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 2 akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2. Tazama, talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 1 akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watu wa riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta 10. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndipo kutakako kuwako kilio na kusaga meno. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kodi nyingine ya pili Yesu anatueleza. Manake huyu aliyetupwa nje hakusimama kwa nidhamu yake. Sasa talanta ni kitu gani kwa Wakristo wa nyakati za leo? Huyu msafiri alipotoa talanta kwa watu ni sawa na Mungu unapookolewa. Anapokuja kwenye ufalme, hauitwi kuja kukaa, unaitwa kwenye ufalme kuja kutumika. Kila mmoja anapewa vipawa, anapewa huduma yake. Anapewa jambo la kufanya katika ufalme, inaitwa talanta. Kuna ambao talanta yao ni kuimba. Kuna ambao talanta yao ni kuhubiri. Kuna ambao talanta yao ni ualimu. Zipo talanta nyingi. Tumepata wimbo wa Korinto kwa habari ya kufanya usafi. Ni huduma mtu anapewa. Sasa Yesu anasema waliopewa huduma hizo wakazifanyia kazi katika ufalme, wakaufadhisha ufalme, hao wanakwalify kwenda mbinguni. Lakini umeokolewa, umepewa huduma ya kufanya, halafu kukufanya hiyo huduma unapoteza sifa ya kuingia mbinguni. Hapa zungumzia kwa habari ya utakatifu. Habari ya unafanyia nini ufalme baada ya kuokolewa. Anasema ni bora huyu mtumwa, hiyo fedha uliopewa, hiyo talanta ungeenda kuiweka kwa watu wa riba ili ufalme upate faida. Sasa inawezekana wewe ni mwana umoja ambaye wiki hii tumetangaza ni siku ya usafi, wiki ya usafi ya umoja. Una huduma ya kufanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Alafu kwa bahati mbaya hauna nafasi ya kuja. Anaposema uweke kwa watu wa riba anamaanisha nini? Kama una huduma ya kufanya na unakosa nafasi ya kuifanya, mazingira ni magumu, weka huduma yako kwa watu wa riba. Fanya jambo la kuwezesha kazi ya Mungu ifanyike. Unaweza ukawa ni mwimbaji, lakini huna nafasi ya kuimba. Hebu support waimbaji. Unaweza kusupport vyombo, unaweza kusupport mic. Unapotoa pesa yako kusupport pale, maana umeweka riba, umeweka fedha kwa watu wa riba. Faida ikipatikana na wewe una sehemu yako. Lakini kutoa huduma ya kufanya wewe mwenyewe kufanya, halafu kusupport kazi ya Mungu kusupport, Yesu anasema ni mtumwa mbaya na mlegevu. Ndio maana watu wenye akili anaweza kawa anatamani kuhubiri, kushuhudia watu, hana nafasi ya kwenda, lakini anawasapoti wainjilisti. Na maandiko anasema tukawahubiria kusema watahubiriwa wasipopelekwa. Maana utakapowawezesha hao watu kwenda kuifanya kazi ya Mungu, umeweka pesa yako kwa watu wa riba. Matunda ya ile kazi utakayoipata na wewe una sehemu yako kwenye ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusilale na huduma zetu. Na kama una huduma una nafasi ya kufanya, uwekeza kwa watu wa riba ili upate sehemu katika ufalme. Lakini ukiwa mkono wa birika, wewe mwenyewe ushiriki kwa nguvu zako, unajipotezea sifa kuingia mbinguni. Kwa sababu huu mfano aliotoa ni Yesu Kristo mwenyewe. Anasema huyu mtumwa mbaya na mlegevu wala hakuila ile fedha. Yeye aliitunza tu, afa akaenda kuikabidhi kama ilivyo. Akaambiwa mbaya na mlegevu mtupeni kwenye giza la nje. Kwa hiyo kama kwetu tunakwenda mbinguni, tuangalie namna kuwekeza kwenye ufalme. Aidha kwa shughuli zetu wenyewe ama kwa kuwekeza fedha zetu ama kuwasaidia wengine. Unaweza kuona kwa mfano siku ya leo ilikuwa sana kama mchungaji kiongozi. Lakini kapata majukumu mengine. Hakuondoka tu akaacha mambo kama yalivyo. Ametengeneza taratibu
ibada iendeje, nani asimame, nani asimame. Huko ndipo kuweka riba. Yeye hayupo, lakini tunatumika kwa sababu ameweka mpangilio, ameweka maelekezo, ameweka mpango kitu kifanyike. Sasa unaweza kuwa ni kiongozi aidha wa idara na kadhalika, katika sehemu yako kweli haupo na haujafanya chochote kuhakikisha wale wafuasi wanaenda kupata huduma, unaweza kuwa ni mtumwa mbaya na mlegevu. Kama haupo, tengeneza mazingira ya kazi ya Mungu kuendelea, maelekezo, utaratibu, ili kwamba watu wasikae pasipo huduma yako. Maana usipofanya chochote ni sawa umeenda kuifukia fedha yako kwenye mchanga. Unasubiria wakati wa kuleta mahesabu uipeleke kama ilivyo. Na upende kama ilivyo, unakuwa mtumwa mbaya na mlegevu. Huna sehemu katika ufalme wa Mungu. Tumalizie kodi ya mwisho. Mstari wa 31. Hapo atakapokuja mwana wa Adam katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake. Naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, na alikuwa na kiu mkaninywesha, na alikuwa mgeni mkanikaribisha, na alikuwa uchi mkanivika, na alikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, na alikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu akisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvisha? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, Amin nawaambia, kadiri mlivyotendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa msinipe chakula, nalikuwa na kiu msininyweshe, nalikuwa mgeni msinikaribishe, nalikuwa uchi msinivike, na alikuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au mgeni au uchi au mgonjwa au kifungoni tusikuhudumie? Naye atawajibu akisema, Amen nawaambia, kadri msivyomtendea mmojawapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kodi nyingine. Kumbe kuingia mbinguni lazima tuwe na ukarimu wa kusaidia wasiojiweza, kusaidia maskini. Kama kwa eneo hili mkono wako ni wabirika, manake utakuja kujikuta unasema, ni lini Bwana ulikuwa uchi hatukukuvika? Ni lini ulikuwa mgonjwa hatukukutazama? Matendo mema, kusaidia watu ni kodi ya kuingia mbinguni kwa mujibu wa Yesu Kristo. Sasa unakuta mtu kwenye idara kuna mgonjwa anaumwa, hata kumjulia hali umjulii, pengine tangaza mchango wa kusaidia matibabu yake, haushiriki wala hauulizi anaendeleaje. Alafu nasema uko kwenye safari ya kwenda mbinguni, mbingu hiki. Mwenye mbingu anasema, nalikuwa uchi hamkuja kunitazama, nalikuwa mgonjwa hamkuja kuniona. Manake tengeneza taratibu wa kuwa na ukarimu kwa watu. Saidia wanaohitaji msaada. Usipate pato lako lote ukawa mbinafsi kwa ajili yako peke yako. Sema maandiko kwenye Agano la Kale kule, Mungu aliwaambia Waisraeli, mtakapofika katika nchi ya ahadi, mkaanza kulima mizabibu, mashamba mizabibu, wakati wa mavuno msivune vyote kabisa, acheni vichache mashambani kwa ajili ya maskini. Sasa wewe katika mapato yako unatumia yote peke yako binafsi wako, uagawe hata sehemu kwa wanaohitaji. Kama una ubinafsi kwenye mapato yako, maana yake unajifungia mlango wa kuingia mbinguni. Soma maneno yangu, ni Yesu Kristo anasema hapa. Tengeneza taratibu wa kuwa na sehemu ya kusaidia watu, yatima, wasiojiweza, maskini, wazee na kadhalika. Wanaweza wakawa sehemu ya ndugu zako, wanaweza wakawa nje ya ndugu zako. Haina maana usaidie chote ulichonacho. Uwe na sehemu tu katika bajeti yako kwamba hii ni kwa ajili ya wahitaji na unaitoa kwa moyo wa ukarimu. Unaisafisha njia yako kwenda mbinguni. Uwe na taratibu wa kwenda kuwatembelea wagonjwa na kuwatia moyo. Kwenda kuwatembelea yatima na kuwatia moyo. Hii yote ni moja ya njia ya kujitengenezea safari yako ya kwenda mbinguni. Sasa ukitembea katika hizi kodi zinazozungumza Yesu, ukiwa na neno ndani mwako na Roho Mtakatifu yupo, maana Roho Mtakatifu atakuongoza katika kila eneo kwa sababu yeye anajua yote. Ukitumika sawa sawa na mpango wa Mungu kwenye kazi ya Mungu, umekosa nafasi ya kutumika ipasavyo, weka riba. Alafu kawa na tabia ya ukarimu kwa watu, maana yake password yako kuingia mbinguni haina mgogoro. Hata kesho ukiambiwa kuna unyakuo, hautakuwa unakimbizana kushinda kanisani kuomba toba, kwa sababu unajua unatembea katika mfumo wa Mungu, unakuwa na amani tu muda wote, kwa sababu unajua password nimeifahamu na naishi password.
Na mwisho kabisa kwa kumalizia, tusome andiko letu la mwisho Mathayo 11. Kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 27 hadi 30. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nani mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Yesu anasema tujifunge nira yake na tujifunze kwake. Kwa hiyo hatuna sehemu nyingine ya kujifunza zaidi ya kujifunza kwa Yesu Kristo. Hatuna mtu mwingine wa kumsikiliza zaidi ya kumsikiliza Yesu Kristo. Na anasema nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Sasa usianze kupelekwa na upepo wa watu wengine wanaozungumza nje ya Yesu Kristo. Maana Kristo ndio katiba yetu kama Wakristo. Umejifunza nini mpaka hapo? Simama kwa miguu yako. Yumkini katika maisha yetu tumetembea nje ya mapenzi ya Mungu. Yesu anasema tufanye hivi, wengine hatufanye kama tunavyoelekezwa. Tunafanya kwa sababu tumeambiwa na watu wengine tufanye vingine. Na wengine hatufanyi kwa sababu tu ya kiburi chetu cha uzima. Maandiko yanasema wanaongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Hebu ingia katika toba na rehema. Mwambie Bwana kurehemu katika maeneo ambayo haukutembea sawa sawa na mapenzi yake, ili rehema yake kufunike. Alafu omba Roho Mtakatifu awe kiongozi wako katika moyo wako. Roho Mtakatifu awe mwalimu wako, akufundishe na kuelekeza kufanya, na ukubali kunyenyekeza mbele zake. Maana pasipo neema ya Roho Mtakatifu sisi hatuwezi jambo lolote. Tumwambie Bwana tunahitaji taa zetu ziwe na mafuta. Na mafuta ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu karibu katika maisha yetu, utuongoze. Paza sauti yako. Haya mande rebeshi ke mandara kura mazito. Baba tunakushukuru kwa wema na uaminifu wako. Tumejileta binafsi mbele zako. Asante kwa neno lako la uzima. Asante kwa neno lako la baraka. Bwana umetukumbusha namna ambavyo inatupasa kuenenda kama wana wa Mungu, kama watoto wa Mungu. Tusaidie Bwana, kwa kutuacha yatima umetupa Roho wako Mtakatifu. Tujalie neema ya kwenda kumfikia Roho Mtakatifu anapotupa maelekezo mbalimbali namna ambavyo tunatakiwa kuishi Bwana, ili siku ile isije katujia kwa ghafla. Tusaidie mwana wa Mungu, tusaidie Bwana Yesu. Tumejisogeza mbele zako, tumejisogeza mbele zako. Tujalie neema Bwana, Baba neema yako isije ikampungukia mmoja wetu. Bali Mungu tukakukazane katika kutenda yaliyo mema, katika kufanya yaliyo mema kama ambavyo maandiko matakatifu yametuelekeza. Asante Bwana kwa wema na uaminifu wako. Tunajisogeza kwako, ukatuwekea alama kila mmoja wetu na kutusaidia Bwana, na kutuwezesha Bwana Yesu. Tusaidie BCC, tuwezeshe Bwana kuyashika yote ambayo Bwana umetuelekeza katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Chapie Yesu makofi. Amen. Basi Mungu akiso hicho cha sadaka. Mwana Mungu, unaposikia neno la Mungu tujitahidi sote kulifanyia kazi. Siwe tu kusikia afu tukaacha hapa. Nadhani kila mmoja amejiona yeye yuko mahali gani pale kwenye udhaifu, basi tukazani tuweze kufanya. Amina. Tunakuja na mafungu ya 10, sogea tu mbele. Fungu ya 10 shukrani. Nembuko karibu mbele. Tukishamaliza sadaka hizi ndio tutatoa zile bahasha ambazo mchungaji alitupa Jumapili iliyopita. Kwa hiyo ili save kwanza ndio tuna mafungu ya 10, zaka na shukrani. Na kule andatu sadaka yako. Sadaka ni mbegu, inene sadaka yako. Hata mdogo nena tu sadaka yako. Nyosha mkono juu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Asante kwa kuwa umetupa neema. Hatujaingia nyumbani mwako mikono mitupu. Ziko zaka, ziko shukrani yako malimbuku, ziko sadaka za dhabihu ambazo Mungu umetujalia neema kuingia nazo nyumbani mwako, kuabudu nazo. Baba, watoto wako tumekuja nazo mbele zako sawa sawa na neno lako linapotuelekeza, kama tunapokuheshimu kwa matoleo yetu, nawe hutoacha kubariki, hutoacha kufungua madirisha ya mbinguni na kuachilia baraka, hutoacha kuwa shahidi mwepesi kwa yale yanayotukwaza, kwa yale yanayotupitia katika changamoto mbalimbali. Mungu, kawabariki watoto wako waliokuja na sadaka zao za zaka. Mungu, kaachilie baraka zako na kufungua madirisha yako ya mbinguni. Zaidi ya yote Bwana, na kile kinachobaki kwao Baba, ninaomba kikahifadhiwe katika mifuko isiyotoboka. Kwa ndivyo neno lako linasema kwamba na kile kinachobaki hakitahifadhiwa katika mifuko iliyotoboka, bali Mungu utakizidisha na kuwakingi katika jina la Yesu. Wapo waliokuja na dhabihu zao, Bwana, ninaomba ukatakabali kila moyo ambao unaenda kutolea dhabihu zao. Wengine wana shukrani zao. Mungu unasema anayekushukuru ndiye anayekutukuza. Baba, ninaomba ukatukuzwe katika maisha yao, wewe ukajulikane katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba na kuamini imekuwa. Amen. Karibu tole Bwana.
Mungu akubariki sana. Bariki na kupiganie, tetee wewe pamoja na usawa wako. Basi mashemasi, ongoza wengine kule. Karibu praise. Karibu. Mimi ni ule mmoja kati ya wale 10 ulowaponya ukoma wako, nimerudi wale 9 sijui, ila mimi nimekuja kusema asante. Najiuliza nikulipe nini kwa yote ulonitendea mimi. Baba, ni mengi siwezi nipata kwa senti. Natafuta namna nzuri ya kukushukuru, ninakosa. Natafuta maneno mazuri ya kukushukuru, ninakosa. Baba, nikulipe nini? Nikulipe nini? Ulionitendea ni mengi siwezi kuhesabu, ila ninakuja asante. Ulionitendea ni mengi siwezi kuhesabu, ila ninakuja asante. Ulionitendea ni siwezi kuhesabu, ila nina neno moja asante. Ulionitendea Wakati tunasubiri hesabu za sadaka ya ujenzi, karibu tu mbele utoe ile bahasha yako ambayo tulipewa Jumapili iliyopita na mchungaji. Karibu tu utoe.